Hali gani mpenzi mtazamaji wa Miss Hassan TV, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Lwendo Safari, na kuomba uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Tuanzie taarifa yetu ya habari na uko Kavumu katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako makundi ya AFC M23 yameripotiwa kuondoka katika maeneo mbalimbali waliokuwemo kama vile Bushaku, Kashake na Irambo ndani ya tarafa ya Kale, kwa sababu ambazo mpaka sasa bado kujulikana, huku wote wakijielekeza kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu. Taarifa tunazo ni kwamba aliyo imezusha mbumbuazi kwa raia wa maeneo hayo. Duru zetu zaongeza kwamba katika pitapita hizo za AFC M23 makabiliano ya muda mfupi yameripotiwa kati yao na wazalendo, na hivyo kupelekea shughuli za shule kutokufanyika kama desturi siku ya kwanza ya ufunguzi. Ushuhuda wa mwananchi aliyehifadhi jina lake kutoka eneo hilo. Wenye bilipita jana tukae bilikuwa vya mkubwa sana, na kuvale watu wenye walikuwa wanababeba wanaanza rudia sai wenye walibabeba usemeo Kavumu mwanzo kwenye waliishia. Selon population asemeo ilikuwa kama retrea huku kwa siku mao plateau. Walikamata donc njia zote za kutokea kwa mao plateau. Hapa kwetu Kasheke paske kuna kwaka kwa wanani wa wazalendo ndio wenye walitafuta fanya resistance, waseme habatapita, na ndio ililete le fujo ikawasirikisha, na ndio walienda seme walipiga watu. Antuka walipiga watu, walifungula manyumba kwenda wanatafuta wale wanani wale wazalendo, na wanaume yote ndio wenye wale wakamata seme watawabebesha kule mangambo ya Chiziri. Ndio ole papa mwenye waliuya hapa kwetu seme walikuwa na wanamkamata naye, ndio walisubsone kama ni nani ni mzalendo. Ye kufika pale kuba maser ndio kwenye waliikala. Telmake alikuwa na hiyo njia, ndio akaingia muhimu miogo yetu ya kutoka pale kuba maser, akaanza panjio kuyulu aingie mkanisa. Oro hao ni ba militaire, ndio umoya akamfuata nyuma, akafika mbele yake na kumuona yeye alikuwa anafichama miogo. Ndio mwenye aliingia mkanisa akamtafuta mle mkanisa kumuona, ipi apre ndio senya alitoka akamkuta. Sasa nena anaanza toka kwenye alikuwa anajifichika, anaanza panzia ingie naye mweglizi. Na njole mwenzake akakwea akasema seme wamalizie tu pale pale tu mbele ya mlango wetu hapa. Kwingineko ni kwamba Papa Francis alifariki Jumatatu ya tariki 21 April 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Vatican ilitangaza katika taarifa yake kwa waumini. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki alifia huko Vatican akizungukwa na washirika wake wa karibu, kulingana na Mtakatifu Siege. Misa ya mahitaji inapangwa kwa siku zijazo katika eneo la Saint Pierre mbele ya wakuu wengi wa nchi na waaminifu kutoka ulimwenguni kote, ili kutoa heshima ya mwisho kwa kiongozi huyo. Papa Francis alizaliwa Jorge Mario Bergoglio nchini Argentina. Papa huyo alichaguliwa mnamo Machi 2013 na kuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Uongozi wake hasa kuhusu mtindo wa kichungaji ulijikita zaidi kwa masikini, ikiwa ni kujitolea na kurekebisha hali ya utawala wa Kirumi na kujitolea mara kwa mara kwa amani na haki za kijamii haswa kwenye bara la Afrika. Mnamo Februari 2023 alifanya ziara ya kihistoria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Waaminifu zaidi ya 80,000 walikusanyika kwenye uwanja wa Martir kwa misa kubwa na ya kipekee. Wakati wa ziara hii alikuwa melani kwa nguvu ukabila, ufisadi na vurugu za silaha mashariki mwa nchi, na kuwataka vijana wa Kongo kwa watu wa amani. Vatican bado haijaelezea tarehe ya mkutano wa kumteua mwingine unaofuata na wakati ambapo makardinali watachagua mrisi wake. Kifo cha Papa Francis akiwa na umri wa miaka 88 kilizua hisia kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mtawala mkuu wa kanisa Katoliki anaacha kumbukumbu ya kujitolea kwake kwa amani, haki ya kijamii na samani ya utu. Ziara yake ya kitume pa Kinshasa mnamo Januari 2023 inabaki kuwa moja nguvu zaidi ya uongozi wake barani Afrika. Mbele ya viongozi wa Kongo, asasi za kiraia na wanadiplomasia walikusanyika kwenye ikulu ya rais, Papa Francis alitoa hotuba ya nguvu adimu. Papa Francis siku hiyo aliweza kusema haya: ondoa mikono yako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ondoa mikono yako katika Afrika, acha kusumbua Afrika. Afrika sio mgodi wa kutumia au ardhi ya kuibwa.
aliweza kusema hayo Papa Francis. Akilinganisha nchi ya DRC na almasi, alitoa kitendawili cha watu tajiri kwa rasilimali lakini wanasumbuliwa na shida na unyanyasaji. Katika kipindi chote chake, Papa Francis alikuwa anafuatilia sana kanisa Katoliki la Kongo, miongoni mwa makanisa yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Alikuwa anamsapoti Kardinali Fridolin Ambongo, askofu mkuu wa Kinshasa. Papa Francis pia aliomba utawala wa maadili na umoja katika nchi ambayo kanisa lina jukumu kuu katika sekta za afya, elimu na haki za kibinadamu. Sauti ya Papa Francis imepata nguvu kubwa. Urisi wake unabaki kuwa wa uchungaji karibu na watu, kuongea na ukweli kwa lugha ambayo ni ya kiroho na ya kisiasa. Hivi sasa tujielekeze huko Baraka, mji ambao unapatikana jimboni Kivu ya Kusini. Meya makamu tena meya kwa muda wa mji wa Baraka ametaja kulani kitendo cha baadhi ya wazalendo kuharibu vitu kadhaa ndani ya hospitali kuu ya Baraka bila sababu yoyote wiki iliyopita. Bi Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema ni vema jeshi la taifa FARDC na wazalendo kuheshimu vituo vya afya, huku upande mwingine akiongeza kuwa Baraka kuna vita na sio vema kugeuza Baraka kama shamba la mapambano. Ni huzuni sana kweli, hospitali ya Baraka kwa inga imepita imepatwa mara pili na shida ambaye haieleweki. Sheria, heshima ya maisha ya mtu inafanya nafasi kama hospitali hauwezi kupapiga bunduki, inakatazwa katu. Na imani tu ya kimtu nayo inaikataa katu. Nifasi ambayo kuna watu afya zao ziko mbovu, wanahitaji uponyaji. Nifasi ambayo kuna watu ambao hata familia inaanza kupoteza imani, lakini waganga ambao wanatiliwa kwa kazi ya kutafuta uzima, kurudishia watu uzima, kazi ya kurudishia watu afya, wana majukumu mingi na wanafanya kazi ambao sisi wote, kila mwanadamu anapaswa kuheshimu kwa kiasi kikubwa. Kweli ni kusikitika mara pili kupiga masasi hapo, hata wengine wa pili kuingia na kuvunja vitu ndani ya hospitali, na akiumia hapo tena atahitaji apewe msaada wa kumrudishia afya. Na cha zaidi hapo nifasi ambao kuna lala wale ambao maisha imetoweka, watu wanakuja wanapiga tu masasi, na hao watu wana jina linaitwa wazalendo. Kweli unaitwa mzalendo, hauheshimu watu ambao wanalala kwa sababu wamefariki, hauheshimu fasi ambao kuna watu ambao wanangoroma kwenye mamashini kwa kuwatafutia kurudisha afya, hauheshimu nafasi ambayo kuna wagonjwa mbalimbali, na hiyo nafasi unaweza kuletea wengine magonjwa. Ni habari ya huzuni sana. Vile ya Baraka haina menase mpaka leo, haina menase yoyote ya kivita. Tunajua kama tunakumbwa na hali ya vita kusidi Kivu, lakini Baraka haina adui ambayo iko pembeni yetu. Watoto wetu wenyewe wako hapa, wote ni watoto wa Ubembe, wote. Hakuna Mnyarwanda, hakuna mzungu, lakini sasa mwenye kupiga bunduki pale na ni mtoto wa hapa, ni mtoto wa Ubembe. Tumsikie ni namna gani? Ni maneno ya huzuni, na sio tu kwa hospitali. Kila siku mlio wa mabunduki unasikilika, watu wasiwasi. Kuna watu wengine idadi ya magonjwa mripuko wa moyo zinaendelea, matension, moyo. Kuna watu ambao wako wanakufa bila kujua ya kwamba ni ile milio ya masasi ndio inawaua. Kwa hiyo ninaendelea kuambia wazalendo, sitachoka. Serikali kwa leo iko na wapatia mabunduki na masasi, na miongoni ya hesabu ya bunduki na masasi ambao mnapata, zimoja ni hizo ambao zinapigwa. Ni mshangao kuona nafasi ambao bajene nao wanaambia mtu mweko na bunduki piga, wanamlipa 2000 francs. Ni mshangao. Tumalizie na habari za huko Baraka, ambao kitengo cha ITP mjini Baraka kimeomba raia wanaotaka kuweka bomba ndani ya viwanja vyao kufika kwenye ofisi ya kitengo hicho ili kupewa maelezo ya namna sheria inavyosema. Kwa Kenondo Mwenda Peke Christian, mkuu kiongozi wa kitengo cha ITP mjini Baraka, amesema kuwa
raia atakayepuuzia swala hilo ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya nchi ya DRC. Mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Alikuletea taarifa hii habari alikuwa si mwingine bali ni mimi Lwendo Safari. Bye bye.